Kwa wageni naitwa mchungaji Polycarp Mutuma. Yesu amebariki moyo wangu na kunihifadhi. Niko na furaha ya wokovu hata jioni ya leo. Amen. Nataka tuingie katika neno la Bwana. Kwa njia ile Bwana atatubariki na tutaweza kubarikiwa. Wacha tuombe kwa pamoja. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, tunashukuru jina lako na kuliinua. Tunakutukuza kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa makusudi yako, hata kwa sababu ya kutujalia kuwa mahali hapa. Tunajua ya kwamba mipango ni ya mwanadamu, lakini kukamilisha ni kwako Bwana. Ili kupendeza utupe nafasi kuingia katika kijiji hiki, kwa sababu uko na lengo na wamama na wazee na watoto wa mji huu. Twaomba ya kwamba kwa jina lako ukachukue ushukani dakika hii, ili mapenzi yako ukayafanye. Roho naye yule wa shetani anayepinga makusudi, anayepigana na mioyo ya watu, anayeendelea kutengeneza mashimo, anayeendelea kufunga watu, twamkemea kwa jina la Yesu. Akaondoke katika anga hii, akaondoke katika mji huu, akachukue virago zake zote, akaondoke kabisa. Ili ewe Bwana na Muumba uliyeumba mji wa Kitharene, uliyeleta watu wa Kitharene kuishi huku, ukachukue nafasi na utawale, ukajijenge na ukatawale peke yako, kwa sababu wewe ni Bwana. Twajibariki tunaponena, utupe neema yako na kibali, sauti yako ikatufikia Baba yetu, na wale wanaosikia wakiwa ndani ya hema, na wale walio mbali Bwana wa mabwana, tuombe ukatubariki pamoja, kwa sababu wewe ni mwaminifu na mwema. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Na kanisa tuseme amen. Taka tusome neno kutoka kitabu ya Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7 na kuteremka. Biblia inasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii wanadamu, maana wanadamu utazama sura ya nje, sura ya ome, bali Bwana utazama moyo. Ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana akumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana akumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana akuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? Naye akasema, amesalia mdogo, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Nitarudia mstari wa 11 kwa sababu hapo ndio neno ninataka kuongea kuhusu. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa?
Amuria ana bakubonda bale aza. Naye akasema na warauga amesalia mmoja mdogo. Na tigere umwe ule munini. Na tazama anawachunga kondoo. Na menyerete ng'ondu na ale. Basi Samueli akamwambia, Samueli anamuira, tuma watu tuma antu wamulete kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja. Bamulete na tutikarande mwanka atreza. Basi akatuma mtu na ndiye aratumanirwa, naye akamleta kwao. Na araletwa. Naye alikuwa mwekundu, nawe ale omutune, mwenye macho mazuri, na medho ja mathongi, na umbo lake lilikuwa la kupendeza, na nombi bwega. Bwana akasema, Mwathani arauga, ondoka umtie mafuta, njuna ndio mwetikirie maguta, maana huyu ndiye. Nonto nande uzu niwe, maana huyu ndiye. Nonto uzu niwe, maana huyu ndiye. Nonto uzu niwe. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, nande Samueli no araitarugo shiruro maguta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, amwitoliria maguta katikati gatano. Na roho ya Bwana ikamjia Daudi, nawe kirunduo Mwathani aramuja Daudi nguvu tangu siku ile. Na wainya mono kumantu kweu. Basi Samueli akaondoka, na ndi Samueli arebera, akaenda zake Rama, na Marama. Na Daudi akaanza kupiga kumpigia Sauli kinubi. Na Daudi no arambira kuchethera Sauro akinanda. Nataka kutumia neno nimesoma, ndenda kutumira tuturunda thoma, na maneno mengine ambayo tutakao yaongea, na mantu jange ja mengine tukalia kuongea kuhusu kwalia mtero chegia. The Lord remembers even the least. Ate Mwathani nalikanaga inya bara baninti. Bwana huwa anakumbuka hata wale wandogo. Ate Mwathani nalikanaga inya bara baninti. Kuna kawaida ya wanadamu, kwina rumenyerero wantu, kila mwanadamu ukumbuka aliye mkubwa. O mtu wonde alikanaga ore ore umunene. Wanadamu wako na mazoea ya kutambua wale wanaonekana. Mtu ana rumenyerero kumtambua. Wanadamu wako na tabia ya kujua wale ambao wako juu. Mtu ana rumenyerero kumenya bale bali iguru. Lakini Mungu si kama mwanadamu. Ene Murungu teja mtu. Mungu angalii kila wanadamu uangalia. Murungu aterithagiria kila ndo barithagiria. Kutoka tuanze mkutano, kuma tukwambira mucemanio, tukaji baba yetu amekuwa akiongea mambo ya the original man. Mutumire baba wetu ndio akiari ndio chege ni amekuwa akisema ya kwamba kuna kile aliumba akaweka ndani ya mwili. Ndio tu akiuga hata kwina kila Murungu ombitane kandani. Na mwenye aliumba akaweka ndani, nona ombere ekandene, anatambua the value na kumenya bata. He understands the importance. Na kuelewa bata. He knows why he created her. Na kumenya niki ombere. And that is the reason why, na kio gitumi, even when any other man despises, kinyarira mtu ulikokana Jehovah is there to anoint. Jehovah is there to respect her. Jehovah is there to uphold her. Because he was not a handle. He was not just having nothing to do. When he was creating her, that is spirit in the man. Bwana Yesu apewe utukufu. Amen. Yehova alipokuwa akiumba mwanadamu, alipokuwa akiumba moyo na kuweka katika mwili, alikuwa na sababu. Kwa sababu yeye ni Mungu anayeweza kusema mwisho akiwa mwanzo. Yeye ni Mungu ambaye aliyetazama akajua ya kwamba utafika wakati na Sauli ataweza kukosa adabu, ataweza kutesa Waisraeli. Na kwa sababu mimi ni Mungu ninayeangalia shinda na kuiona ikiwa mbali hata kabla ijatua, na kwa sababu mimi ni Baba naleta suluhisho kabla ya shinda kukuja. Haleluya. Ndio akaamua atatengeneza Daudi, hata kama ako msituni na kondoo, hata kama baba anamsahau, hata kama wandugu zake wanamsahau, Jehova hajamsahau. Makusudi ya Jehova hayawezi kuharibiwa, hayawezi kusongeshwa, kwa sababu wandugu, kwa sababu
baba amesahau mtumishi wa Mungu. Alimuumba akiwa anajua, alimuumba akiwa na sababu. Watu wa Mungu, kumbukeni katika maandiko Bwana Mungu ako na desturi, ako na tabia ya kukumbuka, ya kujitokeza kwa wale ambao wanadamu hawangetamani kujitokeza kwao. Haleluya. Amen. Wale ambao wamedharaulika, wale ambao wamepotea, wale ambao wamepotezwa, Bwana Mungu huwatafuta kwa sababu ni Bwana. Penina katika maandiko alikuwa mwanamke bure kulingana na wanawake wakati wao. Alikuwa mwanamke wa aibu, alikuwa mwanamke wa kudharauliwa. Lakini kumbukeni Bwana Yesu, kumbukeni Mungu wetu aliamua kumtembelea na akampatia mtoto ambaye hakuwa mtoto pekee, lakini alikuwa nabii mkubwa. Aliyekuwa amedharauliwa, Jehova akiamua kuja, Jehova akiamua kutembea, anaondoa aibu, analeta utukufu. Hakuji kuleta mtoto tu, hakuji kuleta mwana wa kawaida, lakini anakuja kuondoa aibu na akileta baraka tele, kwa sababu anaitwa Bwana. Nawisa watu wa Kitharene, nilipokuwa nikijiandaa, nilikuwa najiuliza maswali kama ni mara ngapi, ni wakati gani wa mwisho uliyeletewa mkutano kama huu? Mkutano kama huu ulikuja huku wakati mgani? Nani anaweza kumbuka the last meeting iliyokuja Kitharene? Lakini tunajua mikutano baada ya mikutano inapatikana Githongo. Tunajua ya kwamba mikutano baada ya mikutano inapatikana Katheri. Tunajua mkutano baada ya mkutano inapatikana Kithirone. Lakini ni vigumu, tumekaa bila kusikia kuna mkutano Kitharene. Kwa sababu gani? Kitharene akijulikani, kwa sababu Kitharene hawana rami, kwa sababu Kitharene haina vitu ya kupendeza. Lakini Jehova ndiye aliyeumba Kitharene. Iwe na rami ni kazi ya mikono yake, iwe na manyumba ni kazi ya mikono yake, iwe kupendeki na watu ni kazi ya mikono yake. Na kwa sababu yeye sio Mungu wa mjini, yeye sio Mungu wa town, yeye sio Mungu wa mpinza, ni Mungu hata wa vijiji. Atakumbuka Kitharene wakati kama huu, na alete ujumbe ya kwamba wale wako kwa mashimo waondolewe, na akaamua ya kwamba hata kama wahubiri wakubwa, hata kama mandini makubwa hawakumbuki Kitharene, sio kusema kwamba amuka kwa ratiba ya Mungu, sio kusema kwamba hata Jehova hamukumbuki. Bwana Yesu apewe utukufu. Yesu mwana wa Mungu, nasema ako na tabia ya kutembelea wale ambao hawatembelewi. Tunajua mtu anaitwa Esther katika maandiko, alikuwa yatima, hakuwa na baba, hakuwa na mama, alikuwa mtoto peke yake. Lakini wakati ukafika na bibi ya mfarume akakosa adabu, na ikafanyika kutakuwa na replacement. Kulikuwa na wasichana wengi Israeli, kulikuwa na warembo wengi, na hakuna angefikiria
tunaona Esther anaweza kuwa suitable replacement. Lakini Jehova aliyeumba Esther alimuumba na makusudi. Alikuwa anajua kutakuwa na need, kutakuwa na lihitaji, na Esther ndiye atakayeweza kuingia katika ile ofisi. Bwana Yesu apewe utukufu. Nasema hivi watu wa Mungu, there is no place that is too exalted to entice God. To entice God. Hakuna mahali pameinuka sana ati Mungu akuje kwa sababu kumeinuka. Unajua sisi wanadamu tukiitwa na wakubwa tunatetemeka miguu tukikimbia. Tunakimbia kujionyesha kwa sababu ni mahali pakubwa. Lakini mahali ambapo ni chini hatupendangi kuitwa pale. Na ndio nasema tabia ya Mungu akai kama sisi, aperekwi mahali kwa sababu kumeinuka sana. Haendi kwa sababu mahali ni parembo. Haendi kwa sababu kuna pesa mingi. Haendi kwa sababu kuna warembo. Haendi kwa sababu kuna vitu vingi. Anaenda pale ambapo kusudi lake linazingatiwa, mahali ambapo jina lake linaheshimika, mahali ambapo shamba lake liko na anataka kupanda mbegu na pia anataka kuvuna zile mbegu katika jina la Yesu. Pia nikwambie hivi, our God again is never hidden. Hawezi akafichwa na hawezi akaangalia mahali pa chini na madharau, kwa sababu the God of the mountain is the God of the valley. The God of the night is the God of the day. The God of the good day, He is the same God of the bad day. Therefore, whatever the case, Jehovah will come. Jehovah will visit because He is God, because He is God, because He is faithful, because He is the creator of all of us. He will come. He will come. I want to submit this to us, that is staying at home with your father does not make you the candidate of the anointing. Kukaa nyumbani na baba, Eliabu kukaa nyumbani na Jesse, Abinadabu kukaa nyumbani na Yese, Shama kukaa nyumbani na baba hakukumfanya amwagiwa mafuta kwa sababu amepatwa nyumbani. Hakupakwa mafuta kwa sababu ni yeye ako nyumbani, kwa sababu Jehova atasami convenience. Jehova angali convenience, anaangalia the deposit, anaangalia ni nini iko ndani, anaangalia mudhizo jua wendene yaku, sababu yeye ni Bwana. Nilikuwa nasema hivi watu wa Mungu, nilikuwa najiuliza maswali, ni kwa sababu gani wanaume kamili kama Eliabu, kama Abinadabu, kama Shama wakaa nyumbani na baba, lakini mtoto ambaye ni kijana atumwe in the wilderness akakae na kondoo? What is disorder? Mwituntu ndakaiga ati gwanja nethe bieje bikarithie mwitune no bati kwithwe mwitune
Nani anastahili kutoka? Nani ako na nguvu ya kupigania kondoo? Nani ako na uwezo wa kulinda? Ni vijana, sio watoto. Lakini nataka uangalie, kwa sababu ya Ndisonda mumekosa adabu, ukakaa nyumbani na baba uliye na masus, uliye na nguvu, uliye na akili. Sasa kukitumanwa sio wewe, yule ambaye ako na kitu ya Mungu ndani yake alalamiki aseme mimi ni mtoto, wacha tukae na baba. Mimi naogopa wanyama msituni, mimi ninaogopa wanaume msituni, wacha niende kwa sababu baba amesema niende. Wakati wa kupakwa mafuta ikifika, the wilderness is too far. The wilderness is not too far. Huko msituni si mbali. Na hata mukiwa nyumbani, mukikula na kukunywa, wakati wa kupakwa mafuta ikifika, mutaningoja, kwa sababu kuwa msituni sio mbali sana. Kuwa msituni sio punishment. Kuwa Kitharene sio punishment. Kuwa Kithongo sio reward. Kwithirwo wisiti tawenderi, kwithirwo wisitine taukiritwe, kwithirwo winaja Kitharene tikirumi. Kwa sababu Jehova akiamua kutembea, anatembea Kitharene, anatembea mijini, anatembea nje ya nchi, kwa sababu ndiye Muumba wa kila kitu. Praise be the name of the Lord. Watu wa Mungu, ningetaka tuangalia mambo kama mawili matatu, na Bwana atatubariki. Nimwambie hivi, men's proposal, kuwa proposed na watu aya kuendekethero muno ni antu may not necessarily mean kumaanisha God's choice. Ate kule kumaanisha ate Mwathani kagutarite. Inaweza watu wakuinukie kwa uzuri wote, no antu no bagukire na wega punthe, na waseme ni wewe na pauge yugwe. Sababu angalia, no ntoraithiria hata mtumishi wa Mungu Samueli, kinya mtombe ya Mwathani Samueli, akifika tu kinyake alipoona huyo kijana, kijana ezi alisema na ni yeye, augire noe, lete huyu mpakwa mafuta, lete huyu mwako mafuta, nimalize kile Bwana anataka kifanywe. Ndivyo kila Mwathani yako na kithithio kuona kwa mwanadamu, kuuraithirie gwantu. Lakini Mungu anasema, ndi Mwathani akauga sio yeye, tewe sio yeye, huyu anawekwa nyuma, abinadamu analetwa, abinadamu akaletwa. Samueli anaona ni yeye, Samueli akaona ni abinadamu, na hata baba anafurahia kijana wa pili atapakwa. Lakini Bwana akakataa, wakaletwa wote, wakawekwa laini wote. Lakini kuwekwa laini wote hakuwezi kufanya Mungu abadilisha mawazo. Haiwezi kafanya Mungu aseme ameletwa na baba na hata mtumishi wangu, wacha nimukate. Kile Mungu alikuwa amekusudia kufanya, atafanya hata ukiwa wapi. Atafanya hata ukiwa last born, atafanya hata ukiwa second born, atafanya hata ukiwa the first born, kwa sababu our God consort none. Mungu wetu utemtu, he is the knowledge himself, wewe ngwa nuomba, he is the power himself, wewe ngwa nuinya, na ndiye alichagua na nuwa wa mwire hata wale ambao no tarire inya bale waliokuwa wamewekwa mbali, bale beki mbali kabisa, bale beki kuraja muno. Ukiangalia neno la Bwana katika kitabu cha Genesis, chapter number 48 verse 13 and 14. 48 kwa mbele ya 14, 13 and 14. Biblia inasema kati Yusufu alileta wanawake his sons kwa baba awabariki kulingana na kanuni ama kulingana na the culture of the Israel, kulingana na mukalio wa Israeli.
the firstborn mutano ro ciari mbere alikuwa akiwekewa mkono wa kuume kichwa na rekairwa njara ya urio mutwe ili abarikiwe, kenda tharimwa. na huyu mwingine no jungi nawe anawekewa mkono wa kushoto akarekirwa njara ya umotho ili abarikiwe, kenda tharimwa. Lakini wakati huu kwa sababu si mambo ya utamaduni, kwa sababu si mambo ya kawaida, kuna ratiba ya mbinguni inayoongea leo, inasema kuhusu kubariki. Ni mimi nabariki. Kwa hivyo Joseph alipoweka mtoto Ibrahim upande wa kulia, rirekire Ibrahimu arukiro tetoro rwa urio ili abarikiwe, kenda tharimwa, na huyu mwingine wa mkono wa kushoto no jungiro teroro motho ili abarikiwe, kenda tharimwa. Baba yao Yakobo ati ithe wao Jakobu ali cross the hands adidi anjara ho achenjani anjara. Okay. Yule aliyekuwa abarikiwa na mkono wa kulia ulio patere kutharimwa injara ya ulio akapewa wa kushoto. Ayo yo motho. Aliyekuwa apatiwa wa kushoto ulio wale yo motho akawekewa mkono wa kulia. Alekerwa injara ya ulio. Kwa sababu gani? Ni ntubwai. Mungu anaelewa. Mungu nakomenya. Mungu anajua. Mungu naizi. Ni kwa nini amekuweka hapo? Nikiagwikite. Anaelewa ni kwa nini. Naizi niki. Uko chini na uko juu. Niki ulindikuru no. Anajua ni kwa nini. Naizi niki. Uko Kitharene na uko Githongo. Uwe Kitharene na Githongo. Anajua ni kwa nini. Naizi niki. Uko kwenu na uko kwetu. Uwe na uko kwenu na uko na kile amepanga ni chako. Na kile apangite kiaku. Hata ukiwa wapi ataleta. Kinyore na kwa sababu yeye ni Mungu. No ntwi mwathani. Na yeye ni mwaminifu. Na wewe mwetekikua. Watu wa Mungu. Antuba mwathani. Nataka kumuuliza hivi. Ndienda kuburia uzo. Kuna uwezekano. Kwina kuombekana. Sababu kijiji inaweza kuwa itulikani sana. No ntuntura no ethiretije kene muno. Inaweza kuwa watu wa huko hawajulikani sana. Antuba na abatije kene muno. Inaweza kuwa mambo ya huku hayajulikani sana na watu. Habari njema ya siku ya leo ni kwamba watu wanaweza kuwa hawamjui, lakini mbingu inamtambua. Inaweza kuwa watu hawamtambui, lakini Jehova Muumba wenu anamjua. Inaweza kuwa mpendeki na watu, aliyemuumba ni anapenda na upendo wake unatosha. Bwana Yesu asifiwe. Nimwambie hivi pia, betrayal of men is bad, kukunyanirwa ni antu ni untu buthuku, but betrayal of the father is the worst. Ende gukunyanirwa ni abagu ni unthuku buru. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali iwe Daudi kaba kwethwa Daudi wale walimsahau ni watu bara bamurirwe ni antu, lakini si kusahau na baba. Ende atorirwa ni the kaba ukethirwa Daudi bange bamuririe. Yes. Indi tithe kenda ithe arikana kwena Daudi Samueli ukumuria kana bathira. This is disorder. Kukuthura gutene mutaratara bwega. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani akumwe. Kaba bange bakorerwa igwe. Yes. Kaba tano nyakwa bakorerwa igwe. Yes. Kaba chore bakorerwa igwe. Yes. Kaba muntu wonde akorerwa igwe. Yes. Indi abagu akorerwa igwe. Amen. Blessed be the name of the Lord. Itona mwathani thalimo. Kaba ndauga ntu bange borerwa igwe. Yes. Lakini jitetee. Indi itetere. Kuwa Bwana anakukumbuka. Ate mwathani anakukumbuka. Kuwa Bwana anakujua. Withire mwathani anakukumenya. Kinya baba korerwa igwe. Stiro beterete mwathani. Yes. Kinya baba korerwa igwe. Bate no tedio bwao. Indi uju agakurikana wenkaki mambo yako yako sawa. Blessed be the name of the Lord. Watu wa Mungu, nikimalizia niseme hivi, inaweza kuwa kumepatikana opportunities mingi zenye zingesaidia vijana wa nchi hii
inaweza kuwa kumepatikana nafasi nyingi yenye ingesaidia wamama wa mji huu. Inaweza kuwa kumepatikana misaada mbalimbali yenye ingeletwa katika mji huu, lakini ilipelekwa kwingine kwa sababu wale waliokuwa walete hawatambui Kitharene, hawatambui watoto wa Kitharene, hawatambui wamama wa Kitharene, hawatambui wazee wa Kitharene kwa sababu ya mambo yao binafsi. Nimekuja kusema ya kwamba aliyetuma neno wakati huu akasema hii mikutano haipelekwi kwingine, imeletwa Kitharene. Aliyetuma neno likifika, Jehova akituma neno na neno lifike na lipata wa kupokea, hizo vitu zingine hufuata baadaye. Hizo vitu zingine zinafuata neno la Bwana. Maandiko yasema na mbeleni, in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and this Word ndiye iliumba kila kitu. Maandiko yasema kwa Genesis, and God said, let there be water, let there be waters. Neno likasema na kuwe na maji, na baada ya kusema kuwe na maji, mito, oceans, rivers, lakes, salt water and fresh water followed the word of the Lord. Followed the word of the Lord. That is why I'm convinced if the Lord has sent His word in Kitharene, it doesn't matter what has been missing, what has been absent, what has been overlooked. If the word of the Lord has been center, the other things are foreign. The other things are foreign. He declared, alitangaza na mashimo yafunguliwe. Neno lake likasema na mashimo yafunguliwe. Baada ya neno kusemwa, wanaofungua mashimo wanafuata neno. Aliyesema kuponywe, wale uponya wanafuata neno la uponyaji. Aliyesema mkumbukwe, wanaokumbuka kufuata neno la Bwana. Na ndio natangaza hivi, nikiwa hapa na mafuta ya Bwana yakiwa pamoja na sisi, neno la Bwana lililotangazwa Kitharene ikumbukwe. Na hivyo ndivyo ilivyo, hivyo ndivyo ilivyo. Aliyesema vijana wa Kitharene waanze kuokoka, mwenye neno ndiye huokoa. Aliyesema wamama wafunguliwe, mwenye neno ndiye hufungua. Aliyesema Kitharene muinuliwe, mwenye neno ndiye huinua. Jina lake ni Jehova, jina lake ni Mfalme, jina lake ni Baba, anayetujua, anayetupenda, anayetujali, habagui. Anatujua na majina yetu, anatujua na majina yetu. Ninapenda Bwana leo kwa sababu akituma neno analifuatilia. Anasema ya kwamba kama mvua ishukavyo na kuhakikisha mchanga umepata maji, hivyo ndivyo neno lake likiachiliwa haliwezi likarudi bure. Akiachilia neno la uponyaji haliwezi kumrudia bure, lazima litakamilisha kile ambacho
alitumana kitafanywe, sababu ni Bwana, sababu ni mwaminifu. Aliyetumana tufunguliwe, tufunguka, ni yeye anajua. Aliyetumana tubadilishwe, mabadiliko ni yake mwenyewe. Atatusaidia kwa sababu ni mwema na ni mwaminifu na ni wa upendo na ni wa karibu sana. Anatujua kwa majina, anatujua mahali tunakaa, atatutetea. Ni Mungu. Mambo mawili nimalize. Nataka kuuliza hivi, ilituona ya kwamba kuna maana ya kukumbuka wale ambao wako chini. Swali nililokuwa nikiuliza nilipokuwa nikijiandaa, ni mama wa Daudi alikuwa wapi? Kwa historia yote, wakati vijana waitwe na baba wa parent awaita wote 7 wakiletwa mbele ya mtumishi wa Mungu ili wapakwe mafuta, mpaka baba anasahau mama alikuwa wapi? Hiyo ndio swali nataka tujaribu kujibu. Naamini ya kwamba kama mama alikuwa anatambulikana, angekumbusha baba kuna kijana hajafika. Lakini kwa sababu mama sio wa kuheshimika, mama hana point, mama hawezi kukuja kwa kikao, anakaa mbali. Baba afanya makosa akiwa peke yake, kwa sababu amekataa kuleta yule ambaye anaona ya kwamba ni significant. Watu wa Mungu, mnajua ya kwamba kuna misitu tumeingia kwayo kwa sababu waliokuwa wametumwa kwetu hatukuwaheshimu. Wale waliokuwa wamebeba jawabu, wale waliokuwa na mapu ya maisha yetu, wale ambao walikuwa watusaidie, hatukuwatambua, hatukuona wakiwa wa maana, hatukuona kama wanaweza saidia. Tulipotea, tukapotea kwa sababu wale tulikuwa tutambue wewe msaada, hatukuwaleta on board. I am sure and convinced kama mama wa Daudi alikuwa pale, alingekumbusha baba, umesahau na Daudi. Watu wa Mungu, nimwambie, I am convinced katika mji huu kuna wamama, kuna wazee, kuna vijana wameonekana bure, hawawezi kukua consultant, hawawezi kuletwa on board. But the fact is they are carrying the keys of this village. They are carrying the keys of this village. And that is why I'm confident to declare in the name of Jesus the insignificant of the village, but they are very rich. Those who are least in the village, wale ambao wako chini, wale ambao wanaitwa wabure, wale wanaitwa wana maana, lakini wamejaa mafuta ya Bwana, wamejaa sauti ya Bwana, wamejaa nguvu za Bwana, wakainuke. Hao ndio wanatembelewa, hao ndio Bwana amekuja kuita, hao ndio Bwana amekuja kusema. Hata kama wako msituni, hatuwezi tukaendelea. Hata kama wako mashimoni, hatuwezi tukaendelea. Hata kama ni wagonjwa, hatuwezi tukaendelea. Hata kama ni masikini, hatuwezi tukaendelea. Lazima kila kitu isimame, lazima kila kitu isimame mpaka waendewe, mpaka waletwe
mwanka baretwe hili karamu iendelee, kenda mtaoja endelea, hili karamu iendelee, kenda kiatho gitana, na kuambia uliye chini, na ndikwira kwa uri ndego, usijiue, usikufe moyo, kwa nkoro, kuna Jehova, kwina mwathani anayekuangalia, sio na vile uko msituni, sio na vile uko chini, sio na vile uko na masikini, anakuangalia kulingana na kile aliweka, kulingana na kile aliweka ndani yako. Hatuwezi kufa, hatuwezi potea, muda ukifika atakikujia, atakikujia, sababu yeye ni Bwana, sababu yeye ni mwaminifu. Kwa dakika moja nataka tutangaze ya kwamba wale ambao wako chini, wale ambao wamekataliwa, wale ambao wana possession, wale ambao wana influence, wale ambao wana impact, wale ambao watambulikani hata na kijiji, hata na serikali, hata na watu, lakini wako na deposit. Tutangaze ya kwamba kila kitu isimame mpaka waendewe, mpaka waletwe, mpaka wafufuliwe, mpaka waponywe, mpaka watambulikane, ili wafungue milango, ili walete sauti ya Bwana, ili walete uzima wa Bwana, ili walete heshima ya Bwana, ili walete ukuu wa Bwana katika maisha yetu. Tunanenea wale watu ambao wamekataliwa, ambao wamefungwa, ambao wametumwa mbali na wanastahili kuwa karibu, walete influence, waanze kuonekana, waanze kuonekana na kupewa cheo chao kwa utukufu wa Bwana Yesu. Number 2 and finally, wa mwisho nataka tujiulize, why did the brothers forget their last born brother? Ni kwa nini hao ndugu hawakumbushi baba? Sio sisi peke yetu, hata kama baba umesahau. Kwa nini wandugu, kwa nini wana wasahau na mwana mwingine? Ni kwa sababu ya selfishness, ni kwa sababu ya ubinafsi. Miji na vijiji vyetu asijaletwa chini kwa sababu ingine, simeletwa chini kwa sababu ya ubinafsi. Kuna wale watu ambao ni sisi tunastahili kama kanisa kusimama na tukumbushe hata chief. Kuna somebody, kuna mtu, blessed be the name of the Lord. Amen. Wakati kuna scholarship, it is very shameful that ni wa Kristo wanaokanyangia barua ya mtu fulani asisaidiwe, na wao ndio wanastahili kusema ya kwamba hata kama niko na mwana aliye na shinda, kuna yule mwingine aliye na shinda kuniliko, lakini ubinafsi umetukataa tutende ile kazi tulitiwa. Nasema watu wa Mungu, kuna vijana wa mji huu, kuna wamama wa mji huu, kuna wazee wa mji huu, walikuwa wanastahili kushout wengine, walikuwa wanapaswa kuwa kama ngazi ya kupandwa na wengine, waliokuwa wanapaswa kuwa kama mawe ya kukanyangwa na wengine, lakini kwa sababu they are fortunate, wamependelewa, wamekuwa sawa, hao wenye wako less fortunate wanaendelea kufinyirika ni ubinafsi. Lakini tumetumwa na Bwana, sauti ya Bwana imekuja kutangaza ya kwamba wale walioshaurika, wale ambao hawakumbukwi, wale ambao wamewekwa kando, tumekuja kusema hata
yule ndugu, hata yule ndanda, hata ile familia, hata yule mwingine atendewe, hata yule mwingine aponywe, hata yule mwingine ainuliwe, hata yule mwingine ni wa Kitharene, hata yule mwingine ni wa familia yetu, hata yule mwingine ni wa imani, hata yule mwingine hanahitaji msaada. Tusiwe watu wa Mungu kama brothers wa Daudi. Baba akisahau, hata sisi tunasahau, na mama akiwekwa kando, hata sisi tukubaliane na hali. Tumekuja kutangaza, haitakuwa hivyo Kitharene. Hiyo imefika mwisho, kwa sababu Jehovah in the name of Jesus is in a mission of visiting, of remembering the least. Jehovah in the name of Jesus is in the mission of remembering, of visiting, of touching, of healing, of revealing himself to the least. In the name of Jesus. Tumalizie pale tukiomba ya kwamba siku ya leo kuna yule mtu ambaye anahitaji kutangazwa. Kuna yule mtu ako chini anahitaji atangazwe siku ya leo. Kuna yule ambaye akumbukwi. Kuna yule ambaye amewekwa kando. Hatukukuja kukonfirm, hatukuja kusema kila watu wamesema ndio. Tumekuja kusema kile Jehova amesema, hata kama kimefichika, hata kama kimesikwa, hata kama kimeteswa, hiyo ndio anasema huyo wa nane mwenye ako mbali, mwenye hayuko hapa. Alipokuja Samueli anaambiwa mutilie mafuta, kwa sababu yeye ndiye. Nasema hivi, hata kama ni masikini aliyechaguliwa na Bwana, yeye ndiye. Hata kama ni mgonjwa lakini amechaguliwa na Bwana, yeye ndiye. Hata kama ni Kitharene iliyo chini ya Kidongo, na Bwana akasema Kitharene ikumbukwe. Tumekuja kutangaza Kitharene ndiye. Kitharene ndiye, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Nataka tuombe. Kabla tuombe, tuimbe verse moja inasema, hata nikumbuka, hata nijibu Bwana, sitakata tamaa. Tunaweza imba kwa pamoja. Anarojawabu hata nikumbuka, hata nijibu. Simama mbele za Bwana. Sitakata tamaa.